Karibu sana mpenzi na mfuatiliaji wa Nyumba ya Simulizi. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri ya Zena na Bettina. Kabla hatujaendelea, naomba like, share, subscribe, kisha comment bendera ya nchi yako hapo kwenye comment. Bettina alitembea taratibu ndani ya msitu huo mkubwa wenye giza jepesi lililofunika kila upande. Kila hatua aliyopiga iliambatana na wasiwasi mwingi, kwani msitu ule haukuwa kama misitu mingine ya kawaida. Ulikuwa na miti mirefu iliyopinda kama mishipa ya mizizi ya ulimwengu, na majani yaliyofunga juu ya kichwa chake yakifanya mwanga wa jua kupenya kwa shida sana. Alitembea huku akijishika kifua, akijipa moyo, lakini sauti za wanyama waliolia kwa mbali zilimfanya apumue kwa nguvu kuliko kawaida. Mara alisikia sauti ya ndege mkubwa akipaa juu, mara sauti ya mti unaotikisika kana kwamba kuna kiumbe kikubwa kinapita. Aliwaza mara kadhaa kurudi nyuma, lakini kila akijikumbusha adhabu aliyopewa, moyo wake ulilazimika kusonga mbele. Kadiri muda ulivyozidi kusonga, giza lilizidi kuingia polepole. Bettina alijikuta akitembea huku akitazama kila upande, macho yake yakirukaruka kama mtu anayehofia kushambuliwa. Usiku ulikuwa umeingia kikamilifu sasa, na upepo mwanana uliozoeleka kijijini kwake haukuwepo kabisa. Badala yake alisikia sauti za majani yanayoguswa na wanyama waliokuwa wakipita kila upande. Hata hivyo, hakukata tamaa. Alikuwa na jukumu moja, kumtafuta sungura mweusi, adhabu ambayo ilimlazimu kuingia kwenye msitu uliotajwa kuwa wa laana kwa miaka mingi. Baada ya kutembea kwa muda mrefu bila mwelekeo maalum, miguu yake ilichoka. Aliona mzigo usioelezeka moyoni, na mwili wake ulichoka kiasi kwamba hakutaka hata kuinua mguu mwingine. Akaangalia upande wake wa kulia, na kuona mti mkubwa uliokuwa na kivuli kizito. Alifikiri kuwa labda kupumzika kidogo kungeweza kumsaidia kupata nguvu za kuendelea. Kwa hivyo, alikaa chini ya mti ule, akashusha pumzi ndefu na kujiegemeza kwenye shina lake pana. Lakini kabla hata hajafumba macho, ghafla alisikia mlio wa kitu kikubwa kikisogea kwenye majani mbele yake. Akafungua macho kwa haraka, na alipoangalia mbele yake, aliona nyoka mkubwa sana, mwenye kichwa kikubwa kupita kawaida na macho mekundu yaliyomwangalia kwa hasira. Mwili wa nyoka huyo ulikuwa mrefu kiasi kwamba Bettina hakuweza kuona mwisho wake. Alishtuka na mwili wake ukapata nguvu za ghafla. Bila kufikiria mara mbili, aliamka na kukimbia kwa kasi ambayo hakuwa nayo hata katika siku zake za kawaida. Aliendelea kukimbia bila kujali anapokwenda, miguu yake ikigonga udongo na matawi yaliyolala chini. Alihisi kama nyoka yuko nyuma yake, hata kama hakumsikia akipapasa ardhi. Hofu tu ilimfanya akimbie kwa nguvu. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu hadi miguu ilipata ganzi, aliona mti wenye matawi makubwa yaliyoshuka chini. Aliona ni sehemu salama zaidi kwa wakati huo. Bila kuchelewa, alipanda juu ya mti ule, akakaa kwenye tawi lenye nguvu na kuanza kupumua kwa kasi kana kwamba mapafu yake yalikuwa yanataka kulipuka. Kutoka juu ya mti, alitazama chini na kuona giza refu likitanda chini ya ardhi. Lakini muda kidogo baadaye aliona vitu vikisogea. Alijikaza kutotetemeka. Kulikuwa na simba wawili waliopita chini ya mti ule, wakivuta harufu ya hewa kana kwamba wanatafuta mawindo. Nyuma yao aliona swala wawili wakikimbia kwa kasi, labda wakihofia uwepo wa simba wale. Alibana pumzi kwa nguvu, akipunguza hata mwendo wa kupumua ili asivutie mnyama yoyote. Alikaa juu ya mti ule muda mrefu sana, usiku mzima, akiwa ameegemea kwenye tawi na kufumba macho mara kwa mara kutokana na uchovu uliomlemea. Hatimaye asubuhi ilifika. Mwanga wa jua ulipoanza kupenya kupitia mashina ya miti, ndege walianza kuimba, na msitu ukabadilika kutoka kuwa mahali pa kutisha usiku kuwa mahali pa tulizo kwa muda mfupi. Baada ya kuhakikisha hakuna mnyama chini, Bettina alishuka taratibu, akajipangusa mavumbi na kusimama chini ya mti kwa pumzi ndefu. Ingawa alikuwa amechoka, alikuwa hajakata tamaa. Licha ya usiku mgumu aliopitia, aliendelea kumtafuta sungura mweusi. Alitembea polepole huku sura yake ikiwa imechoka, lakini moyo wake bado ulikuwa na tumaini. Aliamini kuwa kama hakufa usiku ule, basi Mungu alikuwa upande wake. Aliendelea kupenya kwenye vichaka vizuri, akitazama kila mahali, na huku akijipa moyo. Lazima nipate sungura mweusi, lazima nirudi kijijini nikiwa salama. Safari yake katika msitu haikuwa imeisha, lakini moyo wake ulikuwa tayari kupambana na chochote kilichosalia mbele yake. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako.
Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Zena alitembea sokoni kwa mikogo. Furaha aliyokuwa nayo ilimtoka moja kwa moja kwenye uso wake, macho yake yakimeremeta kama mtu aliyeshinda bahati nasibu. Kwa muda mrefu alikuwa amemchukia Bettina, na sasa aliamini ndoto yake ya kumuona akitoweka imefikiwa. Alipofika sokoni, alisimama kwenye kibanda cha kuku, akatabasamu kwa kujivuna. "We mzee, nitafutie kuku mkubwa kabisa," alisema kwa sauti ya juu ili kila mtu asikie. Watu wachache waliokuwa jirani waligeuka kumtazama, wengine wakibadilishana macho kana kwamba hawakupendezwa na maneno yake. Lakini Zena hakujali. Aliendelea, "Nina furaha sana leo, nataka nile kuku, nafsi yangu iendelee kunawiri. Adui yangu ameshaliwa na simba kule msituni." Muuzaji alimpa kuku mkubwa. Zena alimshika kwa mbwembwe, akainua juu kama zawadi ya ushindi. Rafiki zake walikuwa pembeni wakicheka, wakiongeza maneno ya kejeli kana kwamba wanashindana kwa ubaya. "Huyo Bettina hakuwa na maana yoyote," mmoja wao alisema. "Na hata akirudi sio mzima," mwingine akaongeza. Kicheko chao kilitawala eneo la soko, na hata wale waliokuwa karibu waliona haya kwa niaba yao, lakini hawakuthubutu kusema chochote. Zena akawapita watu wenye vibanda, akitamba kama malkia wa kijiji, huku kuku akipapatika mikononi mwake, akijaribu kujinusuru na msichana huyo mwenye roho mbaya. Walipotoka sokoni, Zena aliamua kupita njia ya karibu iliyoelekea nyumbani kwa kina Bettina. Rafiki zake walibaki kwenye njia kuu, lakini yeye aliona ni busara na furaha kupitia pale ili kumwona mama Bettina akihangaika. Hakujua hata kama mama huyo alikuwa na chakula, wala hakujali kama alikuwa amekosa usingizi kwa siku 2. Alitaka tu kuumiza moyo wake zaidi. Alipofika mlangoni, alimkuta mama Bettina amekaa kwenye kigoda kidogo cha miti, macho yake yakiwa mekundu kwa kulia usiku mzima. Mwili wake ulikuwa umechoka na mikono yake ikitetemeka kwa uchungu alioubeba moyoni. Alimtazama Zena, lakini hakutoa neno. Zena aliposimama mbele yake, alibana mdomo wake kana kwamba anataka kucheka. Mama Bettina alianza kwa sauti ya kejeli, "Mwanao ndio kafa hivyo. Nenda kachimbe kaburi mapema, maana harudi tena." Maneno hayo yalimkata mama Bettina kama kisu. Aliangalia chini kwa sekunde chache, halafu akainua macho yake polepole, macho yaliyopoteza nguvu lakini yaliyosheheni imani. "Kila neno utakalolitamka leo litakufuata maisha yako yote, Zena," alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito mkubwa. "Mungu atakulaani we mtoto, na binti yangu atarudi salama. Nitaendelea kusimama kwenye hilo." Zena alicheka kwa nguvu, sauti yake ikavunja ukimya wa mazingira kama msumari unaogonga bati. "Acha hizo mama. Ulitakiwa umshukuru Mungu, ule mkosi umeondoka kabisa. Bettina alitutesa kwa mwili wake, sasa tumepumua." Aliposema hayo, aliangalia kuku mkononi kama ishara ya ushindi wake, kisha akaanza kuondoka bila hata kugeuka kumwangalia mama yule aliyekuwa na maumivu yasiyoelezeka. Mama Bettina alibaki pale pale, machozi yakianza kumtoka tena bila kujizuia. Aliangalia mbinguni kwa muda mrefu, akashika vifundo vya vidole vyake kana kwamba anashika tumaini lisilotikisika. "Mungu, wewe ndiye tumaini langu la mwisho," alinong'ona kwa sauti ya juu kidogo. "Mtoto wangu alikuwa mwema siku zote, lakini leo ninakuomba kwa moyo wangu wote. Mlete Bettina salama. Mlete akiwa mzima. Usiniachie nife kwa huzuni." Majirani wawili waliokuwa wakipita walimuona akilia, wakamsogelea kwa huruma. Walisikia maneno ya Zena na walikuwa na uchungu wao pia. "Mama Bettina, usikate tamaa," mmoja alisema. "Wengi wamesema vibaya, lakini msitu ule umewahi kumtoa mtu mmoja salama miaka mingi iliyopita. Huenda na yeye atatoka," mwingine akaongeza. Lakini yote hayo hayakutosha kuzuia maumivu aliyokuwa nayo mama Bettina. Mwili wake ulitetemeka, si kwa baridi, bali kwa uchungu wa mama anayehofia kupoteza damu yake mwenyewe. Wakati huo huo, Zena na rafiki zake waliporudi kijijini, walipanga sherehe yao ndogo. Zena alicheza na kuku aliyenona, akiangaza kama mtu aliyeshinda vita kubwa. Lakini ndani ya kijiji, upepo ulianza kubadilika kimya kimya. Maneno ya Zena yalianza kuwageukia watu vibaya.
Wengi wakaanza kumwona kama binti mwenye roho ya giza, si shujaa wa ushindi. Huku Mama Bettina akilia kwa uchungu nje ya nyumba yake, anga lilikuwa likimwangalia kwa kimya kikubwa. Msitu nao ulikuwa na siri yake, na Bettina bado alikuwa hai, akipambana na mapambano ya uhai. Siku 3 zilikuwa zimepita tangu Bettina aingie msituni, na kila siku iliyopita ilimuacha akiwa dhaifu kuliko jana. Mavazi yake yalikuwa yamechanika kwa vichaka, miguu yake imejaa mikwaruzo na vumbi, na mwili wake mzito ulianza kupoteza nguvu taratibu kwa sababu ya njaa na hofu iliyojikita moyoni. Alitembea huku akiwa hana uhakika wa mwelekeo, akiegemea kwenye miti kila baada ya hatua chache. Mara nyingi alisimama kukusanya matunda madogo ya porini, ambayo hakuyajua hata kwa majina, lakini njaa ilimlazimisha kula chochote alichokipata. Kunywa maji ya vijito vidogo vilivyokuwa vikikatiza msitu nako hakukuwa salama, lakini kiu ilikuwa kali kuliko tahadhari. Bettina alikuwa katika hali ambayo mama yake asingetamani kumwona, lakini tayari safari ilikuwa isiyozuilika. Kila usiku alilala juu ya matawi au kwenye mashina makubwa ya miti, akisikiliza makelele ya wanyama wa porini waliokuwa wakipita usiku mzima. Mara nyingine alisikia miguu mikubwa ikipita karibu sana na sehemu aliyojificha. Mara nyingine mguno wa mnyama uliomfanya ajikunyate na kushika pumzi yake kwa muda mrefu. Alijiona yuko katika ndoto mbaya ambayo haikuisha. Siku ya 4, jua lilipokuwa limechomoza nusu, Bettina aliendelea kutangatanga bila mwelekeo. Alikuwa amechoka kupita kiasi, akitembea taratibu kana kwamba mguu mmoja unapinga mwingine. Ghafla, bila taarifa, alisikia mgurumo wa ajabu, mgurumo mzito uliotetemesha kifua chake. Aliposimama na kugeuka, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Simba mkubwa alisimama nyuma yake, macho yake yakiwa mekundu kama makaa ya moto, na manyoya yake yakipeperushwa kidogo na upepo wa msitu. Bettina hakufikiria mara mbili. Aligeuka na kuanza kukimbia kwa kasi, ambayo hakuwahi kufikiria kuwa mwili wake unaweza kuimudu. Alikimbia huku machozi yakimtiririka, akipiga hatua zisizo na mpangilio, akipiga kelele kwa pumzi ya mwisho. Mungu nisaidie! Mungu nisaidie! Simba aliendelea kumfuata, akiruka juu ya vichaka, akitawanya majani kwa nguvu zake zote. Bettina alijihisi miguu ikikataa kufanya kazi, lakini aliendelea kukimbia hata bila pumzi. Ghafla, kama malaika aliyeshuka kutoka juu, kijana mmoja alitokea mbele yake na kusimama kati yake na simba. Hakukuwa na muda wa kuuliza maswali. Kijana huyo alikamata mkuki ambao Bettina hakuona umetokea wapi, akasimama imara kana kwamba amekuwa akipambana na wanyama wa porini maisha yake yote. Simba aliporuka kumrukia kijana huyo, alijirusha kwa upande na kuupigiza mkuki upande wa shingo. Simba aliguna kwa sauti nzito, akajaribu kushambulia tena, lakini kijana huyo aligonga jiwe lililokuwa karibu, akachukua kipande cha nondo kilichoachwa na wawindaji wa zamani, na kwa juhudi kubwa akamchoma tena. Safari hii Simba alianguka, akapiga kelele za mwisho kisha akatulia. Bettina alisimama pale akiwa haamini macho yake. Pumzi yake ilikuwa inavuruga hewa, machozi yakitiririka, na magoti yake yakitetemeka. Umemuua? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Kijana huyo aligeuka polepole, akapiga hatua kumwelekea Bettina. Alikuwa na uso wenye umbo la kiunyenyekevu, lakini ujasiri wa ajabu. Nguo zake zilikuwa rahisi, zilizochakaa, lakini macho yake yalikuwa makini na yenye huruma. Ndiyo, alisema kwa sauti ya kutuliza. Nilipaswa kufanya hivyo ili kukuokoa. Jina langu ni Musa. Bettina alishusha pumzi ndefu, akajifuta machozi, kisha akasema kwa sauti ya shukrani, asante, asante sana. Usingekuwa wewe, ningekuwa nimekufa. Musa alimtazama kwa makini, akashika bega lake polepole. Lakini ni wewe umefanya kosa. Msichana kama wewe unafanya nini ndani ya msitu huu wa wanyama wakali? Hapa si salama hata kidogo. Bettina alikaa chini, akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kumhadithia yote: kunyanyaswa na Zena, adhabu ya kijiji, safari ya kutafuta sungura mweusi. Musa alimsikiliza kwa makini, uso wake ukibadilika kutokana na huruma hadi hasira ndogo. Alipoona machozi yanamtoka Bettina, alinyanyua mkono wake na kumfuta kwa upole. Hakuna mtu anayepaswa kutendewa hivi, alisema. Usijali. Hutaangamia msituni. Nitakusaidia. Nitakutafutia huyo sungura mweusi. Lakini kwanza, lazima uje nyumbani kwangu. Usiku ukikukuta hapa utakufa bila shaka. Bettina alisita kwa sekunde chache, kisha akatikisa kichwa kwa kukubali. Hakuwa na nguvu ya kukataa, wala mahali pa kwenda. Na kwa namna fulani, alimwamini Musa kuliko mtu yoyote aliyekutana naye kwenye maisha yake.
Walianza kutembea ndani ya msitu kuelekea nyumbani kwa Musa, Betina akiwa nyuma yake kwa hofu na shukrani. Safari mpya ilianza, safari ya ukombozi, na pia safari isiyoeleweka kabisa kuhusu kijana huyu aliyemwokoa kwa ujasiri wa ajabu. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi dola 500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania, sawa na dola 20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Safari ya kuelekea kwenye makazi ya Musa iliendelea kwa utulivu wa ajabu. Betina alikuwa akitembea hatua kwa hatua nyuma yake, macho yake yakipepesa huku na huko kama mtu aliyekuwa bado hajatulia moyoni. Msitu ulikuwa mkubwa, wenye mimea mirefu iliyotengeneza kivuli kizito juu ya ardhi. Hata hivyo, akiwa na Musa pembeni, alihisi salama zaidi kuliko alipokuwa peke yake. Baada ya muda mrefu wakitembea, walifika kwenye nyumba ndogo iliyojengwa kwa mbao na miti ya msituni. Ilikuwa imefurikwa na kijani, vichaka vidogo na maua ya porini yaliyokuwa yamezunguka pembezoni kama mapambo ya asili. Nyumba ilikuwa rahisi lakini yenye mvuto wa ajabu, kama makazi ya mtu anayefahamu maisha ya misituni vilivyo. Hapa ndipo ninaishi, Musa alisema kwa unyenyekevu. Betina alipoingia ndani alishangaa kuona kuwa, licha ya kuwa katikati ya msitu, nyumba hiyo ilikuwa safi, imepangwa vizuri, na ilijaa harufu ya mimea ya dawa iliyokuwa imefungwa kwenye vifundo na kutundikwa ukutani. Pembeni kulikuwa na sehemu ya kupikia, meza ya mbao, na kitanda kilichotandikwa kwa ngozi za wanyama. Karibu Betina, Musa alisema kwa upole akimkaribisha. Alikaa taratibu akishusha pumzi ndefu ya uchovu. Musa akaanza kuandaa chakula kwenye jiko lao dogo la kuni. Alikatakata mizizi ya mboga, akaweka nyama ya kuchemshwa na kuongeza viungo vinavyotoa harufu nzuri ambayo Betina hakuwa amewahi kuisikia maishani mwake. Alimtazama kwa mbali huku moyo wake ukiwa na maswali mengi. Musa ni nani hasa? Anaishi vipi peke yake msituni? Kwa nini anaonekana mwenye nguvu na ujasiri kiasi hiki? Lakini licha ya maswali hayo, alijikuta akihisi salama. Hilo lilimshangaza. Baada ya muda, Musa alimletea chakula. Kula, unahitaji nguvu, alisema. Betina hakusita. Alikula chakula kile mpaka machozi yakamtoka, sio tu kwa sababu kilikuwa kitamu, bali kwa sababu alikuwa na njaa na uchovu uliomchosha kwa siku 3 bila amani. Alipomaliza, Musa alimpa sehemu nzuri ya kulala, kitanda kilichofunikwa kwa shuka safi. Pumzika, kesho tutatafuta sungura mweusi, alisema. Betina alilala kitandani, lakini haikuwa rahisi kupata usingizi. Akiwa amelala, mawazo yake yaliruka kutoka sehemu moja hadi nyingine, kutoka kwa mama yake aliyekuwa anaumia nyumbani, kijiji kilichomdhulumu, mpaka kwa Musa aliyemwokoa. Kijana huyu anataka nini kutoka kwangu? Aliwaza. Kwa nini anisaidie kiasi hiki? Lakini uchovu ulimshinda, akagandamizwa na usingizi wa kina usiku mzima. Asubuhi, aliamshwa na kelele za ndege waliokuwa wakitafuta chakula juu ya matawi. Harufu ya maua na hewa nzuri ya asili ilimkaribisha nje. Aliposogea kwenye mlango wa nyumba, alishtuka. Sungura weusi, wengi kuliko alivyowahi kufikiria, walikuwa wakirukaruka mbele yake. Alifumba macho mara moja ili kuhakikisha haoti. Lakini ndivyo ilivyokuwa. Makundi ya sungura weusi, warembo, wenye macho mekundu kidogo, walikuwa wakicheza kama watoto wadogo kwenye majani. Betina aliketi chini bila kujizuia, machozi yakimtiririka. Haiwezekani, alihema. Mungu wangu, asante. Alihisi kama dunia ilikuwa imempa zawadi kubwa kuliko alivyotarajia. Musa alitokea nyuma yake, akiwa na tabasamu dogo. Nimekuambia, alisema kwa sauti tulivu, kisa chako kilinigusa, na nisingeweza kukuacha ufe msituni. Hii hapa ni sehemu ambayo sungura hutokea kila asubuhi. Betina alimsogelea Musa na kumshika mkono. Asante, sina maneno ya kuelezea shukrani yangu. Musa akatikisa kichwa. Sasa chagua yule unayemtaka, na baada ya hapo nitakusindikiza mpaka kijijini kwenu. Betina alitembea taratibu katikati ya sungura wale, akachagua mmoja aliyekuwa mweusi kupita wote, mwenye macho ya utulivu.
Alimshika taratibu, akamkumbatia kama zawadi ya maisha. Safari yao ya kurudi kijijini ilianza. Bettina alikuwa mbele, akimshikilia yule sungura kwa upole na uangalifu kana kwamba ni kitu kitakatifu. Musa alimfuata nyuma, macho yake yakimwangalia Bettina mara kwa mara kama mtu anayehakikisha usalama wa mtu muhimu. Bettina hakuongea sana njiani. Moyoni alikuwa amejaa furaha na shukrani. Hakuamini kuwa baada ya mateso yote, bado dunia ilikuwa na watu wema kama Musa. Alihisi moyo wake ukijaa furaha, si kwa sababu tu alikuwa karibu kurudi kijijini na ushindi, bali kwa sababu safari hii ya msituni ilimfunulia jambo moja ambalo hakuwahi kuliamini, kuwa naye ni muhimu. Alitembea huku akitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Walipofika kijijini, hali ilikuwa tofauti kabisa na ile ya kawaida. Kila kona ya kijiji ilijaa machungu ya mshangao na kicheko kidogo cha kushangaza. Wanakijiji walikusanyika pembezoni mwa barabara, wanapiga kelele, wakitazama Bettina akiwa ameshika sungura mweusi mkononi. Hakika kila mtu alishangaa ni vipi Bettina alifanikiwa kumtafutia sungura katika muda mfupi na msitu ambao kila mtu aliogopa kuingia. Lakini zaidi ya yote, Bettina ambaye alionekana mchovu alikuwa amerejea salama, akiwa pamoja na Musa, kijana ambaye hakujulikana kwa wengi. Watu waligeuka, wakitoa macho, kila mmoja akijaribu kuelewa ni nani kijana huyo. Hata wenye macho makali walikuwa na shaka. Huyu ni nani? Mtu mmoja alisema chini ya pumzi yake. Kwa nini amekuja naye kutoka msituni? Mtu mwingine akaongeza. Mama Bettina alipomwona binti yake, moyo wake ulijaa furaha isiyoelezeka. Alienda kumkumbatia Bettina, macho yake yakijaa machozi ya shukrani. Alimkumbatia kwa nguvu, sauti yake ikiwa na hisia za furaha kubwa. Asante Mungu Bettina, umerudi salama. Bettina alijikuta akilia kidogo, macho yake yakijaa furaha na hofu iliyopungua taratibu. Alijua kuwa baada ya mateso yote, alikuwa amerejea salama nyumbani. Zena, akiwa mtoni akichota maji, alipata habari kwamba Bettina amerudi salama. Macho yake yakapanuka, kicheko chake kiligeuka ghadhabu. Haiwezekani! Hakuna mtu aliwahi kutoka kwenye ule msitu salama, alisema kwa sauti ya mshangao na hasira. Alikimbia mara moja, hatua zake zikapiga mbio mbio hadi kijijini, kwa macho yanayowaka ghadhabu. Alipofika kijijini, alikuta Bettina ameshika sungura mweusi, akionekana salama, mzima wa afya, akiwa pamoja na Musa. Macho ya Zena yalijaa ghadhabu isiyokoma, kinyume kabisa na tabasamu la furaha la wanakijiji. Bettina, bila kuangalia sana, alikabidhi sungura mweusi kwa viongozi wa kijiji. Alikuwa na adabu na heshima, akizingatia jukumu lake. Mara tu baada ya kukabidhi, hakusita kuondoka. Alikuwa na furaha na amani. Akaondoka na Musa pamoja na mama yake, walitembea polepole, huku Bettina akishika mkono wa Musa. Safari hiyo ilikuwa yenye utulivu na heshima, tofauti na mateso aliyopitia katika msitu. Bettina alijua kuwa sasa alikuwa salama, na kitu pekee kilichokuwa muhimu ni kurudi nyumbani akiwa na furaha na familia yake. Wakati huo huo, Zena alirudi nyumbani kwao, macho yake yakiwa mekundu na ghadhabu ikiwa imejaa kila ncha ya uso wake. Alijifungia ndani ya nyumba, kuanza kulia kwa machozi, kicheko chake cha ushindi kikigeuka kuwa huzuni na hasira. Alijua kuwa mpango wake wa kumdhuru Bettina haukufanikiwa, na hilo lilimfanya ajisikie vibaya zaidi. Zena alikaa kando ya ukuta, macho yake yakitazama pembejeo ya mlango, akijikaza kutokuruka nje. Hakuwa na furaha wala matumaini. Yeye aliyekuwa akiona Bettina kama mshindani wake, sasa alikuwa amechoshwa, machozi yakimtiririka bila kuacha. Kijiji kizima kilibakia kimya kwa muda mfupi baada ya kutokea haya. Kila mtu alikuwa ameshangaa, lakini furaha ya Bettina ilitawala. Kila mtu aliona kwamba maisha hayawezi kudhuru kila mtu kila wakati, na kwamba ujasiri wa Bettina na msaada wa Musa umeleta mwisho wa ushindani na mateso. Mama Bettina alimkumbatia binti yake tena, huku akisema maneno ya shukrani na furaha, huku Bettina akitabasamu polepole, moyo wake ukiwa umepumzika. Hii ilikuwa ishara ya mwanzo mpya, maisha mapya baada ya mateso yote. Ndipo kwa mara ya kwanza, Bettina alijisikia amesimama salama na mwenye nguvu, akiwa na mama yake pembeni na kijana aliyemsaidia katika hatari kubwa zaidi katika maisha yake. Bettina alikuwa bado hajapumzika vizuri baada ya safari ndefu kutoka msituni, lakini moyoni alikuwa mwepesi, hakukuwa na hofu tena. Jioni ile walikaa pamoja na mama yake, wakipumzika kwenye mkeka uliotandikwa sebuleni. Mama yake alimtazama Bettina kwa macho ya huruma na shukrani, kisha akasema kwa sauti tulivu,
Binti yangu, mwanangu, Mungu amekupa maisha mara ya pili. Bettina akatabasamu kidogo. Kama si Musa mama, nisingekuwa hai leo. Mama Bettina akainua macho yake kumtazama yule kijana aliyekuwa anaketi pembeni yao, Musa, mwenye tabasamu la ustaarabu na uso wa utulivu. Bettina akaanza kumwelezea mama yake kila kitu. Jinsi alivyokimbizwa na simba, jinsi Musa alivyotokea ghafla, mapambano makali, hadi alivyomchukua mpaka nyumbani kwake na kumpa hifadhi. Mama yake alisikiliza kila neno kwa shukrani isiyo na kifani. Alipomaliza kusimulia, Mama Bettina alimwangalia Musa kwa macho ya upendo na heshima, akasema, asante sana kijana. Ulifanya jambo ambalo hata ndugu wa damu wasingeweza kufanya. Je, nifanye nini kulipa fadhila hii yenye thamani kuliko mali? Musa alikaa kimya kwa sekunde chache. Alihema kidogo, akatazama chini kana kwamba alikuwa akipima maneno. Kisha akainua macho na kusema kwa sauti ya ujasiri lakini yenye heshima, namuomba binti yako Bettina, nimempenda. Nataka kumuoa. Sentensi hiyo ilianguka hewani kama radi ya upendo. Bettina alishtuka, macho yake yakapanuka, lakini si kwa hofu, kwa furaha ya kushangaza. Moyoni mwake aliwahi kuota tu mtu atampenda, lakini hakuwahi kuona siku kama hiyo ikija maishani mwake. Mama Bettina aligeuka kumtazama binti yake, akamwona aibu zake, tabasamu lake la kushtuka na macho yanayong'aa. Hakusita. Bettina ni wa kuolewa kama wasichana wengine. Kama umempenda na unataka kumuoa, mimi sina kipingamizi. Bettina alishusha pumzi ya furaha, moyo wake ukicheza ngoma ya upendo. Hilo lilikuwa jambo ambalo hakuwahi kulifikiria. Kijana mzuri, mwenye nguvu, mwenye heshima, ambaye alimsaidia katika wakati wake wa hatari, ndiye aliyetamka kuwa anataka kumuoa. Usiku ule Bettina na Musa walitembea pembeni ya mto, sehemu ambayo maji yalipita polepole, yakitoa sauti ya kutuliza moyo. Nyota zilikuwa zinawaka juu kama mishumaa ya maombi. Musa akamwangalia Bettina kwa macho ya upole na kusema kwa sauti ya taratibu, Bettina, tangu siku nilipokuona msituni nilikupenda. Ulikuwa na hofu, lakini pia ulikuwa na nguvu ya ajabu. Moyoni mwangu nilijua hutakiwi kuumia. Nikajua lazima nikulinde. Bettina hakuzungumza mara moja. Alihisi kifua chake kikijaa joto la furaha. Hakuna aliyewahi kumwambia maneno hayo, si shuleni alipodharauliwa, si kijijini alipochekwa na kuitwa majina mabaya. Alisema kwa sauti ya upole, asante, umeniona kama binadamu. Umeniona kama mwanamke. Walikaa kimya wakisikiliza, maji yakipita. Bettina akahisi kwa mara ya kwanza kuwa dunia pia ilikuwa na nafasi yake ya upendo. Siku iliyofuata kijiji kilikuwa moto wa maneno. Habari zilisambaa kwa kasi kuliko upepo. Bettina anaolewa. Bettina anaolewa. Watu walishangaa kupita maelezo. Kumbe Bettina wa mwili mkubwa anaolewa. Haya ni maajabu ya dunia. Mumewe mzuri jamani. Ni kijana mstaarabu kabisa. Wanawake waliokuwa wanamcheka kwa miaka walishangaa, wengine wakitabasamu kwa wivu, wengine wakibaki midomo wazi. Lakini taarifa hizo zilipomfikia Zena, zilimweka moto wa hasira mwilini. Alipiga kelele hadi majirani wakageuka kumtazama. Haiwezekani! Bettina hawezi kuolewa kabla yangu. Kwanza nani anampenda huyo? Hiyo ndoa haitafanyika. Siwezi kukubali. Alipiga ngumi ukuta, macho yakiwa mekundu kwa wivu na ghadhabu. Mpaka niwe nimekufa ndiyo Bettina ataolewa mbele yangu? Haiwezekani. Mimi lazima nivunje hiyo ndoa. Alijifungia ndani ya chumba chake, akipanga kisasi kipya kubwa kuliko yote aliyowahi kufanya. Na hapo ndipo giza lilianza kuingia kwenye safari ya upendo ya Bettina. Huu ni mwisho wa sehemu ya pili. Asante sana kwa kufuatilia simulizi ya Zena na Bettina hadi mwisho. Je, Zena atafanikiwa kuvuruga ndoa ya Bettina na Musa? Je, Bettina atapata furaha yake anayostahili? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii yenye kusisimua. Tafadhali subscribe na uwashe kengele ya taarifa. Tukutane tena sehemu ya 3. Tuambie, je, unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Tuambie hapo chini. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu.
Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242.